umeshawahi kusali na sisi Jumapili, lakini hujawahi kujitambulisha, tunaomba uje huku ujitambulishe. Karibu ya mgeni. Haleluya mfalme. Kwa majina yangu naitwa Delphina Filimon tokea Mkolani, nimekuja kujiunga. Amina. Barikiwe, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina mimi naitwa Kelvin Michael Senkunde. Mimi ni Mchaga tokea Kilimanjaro, wilaya ya Same. Niko hapa Mwanza na kama wiki 3 sasa hivi. Nimekuja kujiunga. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina yangu naitwa Genesia Gia, ninatokea Kigoma. Nimekuja kujiunga. Amina. Karibu dada. Haleluya mfalme. Kwa jina mimi naitwa Boke juu yasi, nimetokea Bugarika, nimekuja kujiunga. Amina. Haleluya mfalme. Kwa jina naitwa Grace Carman, natokea Biaramba, nimekuja kujiunga. Amen. Ainuliwe mfalme. Kwa jina naitwa Elia Alexi, nimetokea Mbeya, nimekuja kujiunga. Washangilie wageni wetu. Washangilie. Imetembea katika sehemu nyingi, lakini yeye akikupa katika mguu katika roho, utapana, utasimama. Haleluya. Haijalishi hata yule aliyokuleta tayari amekwisha kukata tamaa, lakini kiti chake kipo hapa, kina mdai. Ainuliwe mfalme. Kiti chake kipo na kina mdai. Kwa hiyo wewe usikate tamaa, mwangalie mfalme Zumaridi, maana yeye ni mbingu. Haleluya. Ijumaa likamata roho zote kwenye kiganja chake. Haleluya. Kwamba zile roho zote ni za kwake, na yeye ndio aliyeziumba, na yeye ndio aliyezishusha chini ya jua. Haleluya Bwana. Kumbe anachua kwamba ipo siku hizo roho zitakuja katika kiganja chake. Haleluya. Ipo sala ya pati na majira inakuja. Kumbe kwa Mungu taifa. Haleluya. Mshangilie babake. Basi naomba niombe. Baba, katika jina lako takatifu, mfalme wa falme, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, uliyejaa utukufu na uweza, Baba nasema asante Baba kwa neema yako na utukufu wako Mungu wa Zumaridi. Asante tena kwa siku njema iliyopata kibali kikubwa mbele zako mfalme mama. Tunasema asante Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Asante Baba uliyejaa utukufu, asante Baba uliyejaa neema, asante Baba uliyejaa mamlaka, asante Baba uliyejaa utukufu. Tunasema asante Baba kututia nguvu, kutuwezesha Baba kukanyaga katika hema lako Mungu mtakatifu, kuja kuabudu Baba Mungu wa manabii. Tunasema asante Baba mtakatifu, asante Mungu uliyeziumba mbingu na nchi mfalme. Baba nahitaji Mungu wa majeshi kasimame katika ibada leo. Katamalaki Mungu wa maagano makuu. Tamalaki Mungu katika ibada ya leo. Nahitaji mamlaka yako itembee katika ibada leo. Nahitaji kumguse kila mmoja katika ibada leo. Nahitaji kumwezeshe kila mmoja mfalme mama katikati ya ibada leo. Kila mmoja apokee Baba, kila mmoja apokee kila ambacho Mungu amekusudia apokee katika siku ya leo. Asante Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Asante Baba uliyejaa utukufu na uweza. Naomba kwa utembelewa nao. Nenda kafungue masikio yao ya kiroho wakapate kusikia neno lako takatifu, likaweke makao ndani ya fahamu za mfalme. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu wa majeshi. Wote uta sadaka, shukrani, fungu la 10.
Baba naomba uwabariki, wazidishie baraka, wainue juu Mungu muumba mbingu na nchi. Wawezeshe Baba wote utoa sadaka ya shukrani na fungu la 10 Baba ufalme. Naomba uwapiganie na kuwainua juu. Naomba wapandishe Mungu muumba mbingu na nchi. Naomba uachamie Mungu aliyejaa neema na nguvu na uweza. Asante kwa utukufu wako Baba, asante kwa utukufu wako Baba. Asante kwa uwezo wako mkuu. Baba naomba hata mimi siku ya leo kaniongoze Mungu, kaa ndani yangu sema Mungu ndani ya fahamu zangu Baba, nisiseme kwa akili zangu. Naalika uwepo wako Baba, naalika roho wako Baba, naalika utukufu wako Baba katika ibada leo. Baba naomba ukakae ndani yangu Baba, naenda ukaseme wewe ndani yangu Baba, nisiseme kwa fahamu wangu, maana ongoza roho zako Baba kuzifikisha katika ufalme wako Baba. Naomba useme ndani yangu Baba, ninakwenda kinyume na nguvu za giza, nakwenda kinyume na nguvu zote za giza, uchafu wote, maagano, maroho machafu, navunja na weka ulinzi katika ibada leo. Kila mmoja akamsimamie, akasikilize kitu ambacho Mungu unahitaji kumpa kwa siku ya utakatifu. Asante Roho Mtakatifu na kushukuru Baba kwa machache ni katika jina lako takatifu. Wote tuseme amen. Naomba tukiwa watumishi wa Mungu na Mungu pia atubariki sana. Atukuze mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana. Atukuze mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana. Atukuze mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana. Sikia wote. Bwana sikia wote kwa pamoja. Atukuze mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana. Ninamshukuru Mungu wa Zumaridi, mamlaka Bwana, mfalme wa wafalme, kwa neema yake na kwa utukufu wake kunipa kibali kusimama mbele zenu wanadamu pamoja na mbele za Mungu. Amina. Sijasimama hapa kwa akili zangu mwenyewe wala kwa fahamu zangu mwenyewe, isipokuwa nimesimama hapa kwa kuongozwa na Mungu. Atukuzwe mfalme Zumaridi. Hivyo huyo Mungu aliyeniwezesha kusimama mbele ya madhabahu, ninamshukuru sana kwa sababu nisingeweza kusimama hapa kwa akili zangu bila Mungu mwenyewe ndani yangu. Amina. Namshukuru pia Mungu kunipa uzima, kuila kuchoko leo na amka nikiwa mzima kabisa, afya njema. Sina tatizo lolote, niko free kabisa. Ninamshukuru Mungu wa majeshi aliyeniwezesha kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ya leo. Sina mafua, sina malaria, sina UTI, sina typhoid, sina utofu wa magonjwa. Amina. Niko gado kabisa kama Mungu jinsi alivyogado, na mimi niko gado kama Mungu wangu alivyogado. Sema amina, haleluya. Mungu hana magonjwa na mtumishi wake hana magonjwa. Amina, haleluya. Kwa sina budi kumshukuru Mungu kwa sababu uzima huu ninaupata kwake. Si kwa ujanja, si kwamba Mungu nimempa hela akanipa uzima, hapana. Ni kwa neema tu iliyoko juu yangu, na ndio maana Mungu ananikirimia kunipa uzima kila kuchoko leo. Amina, haleluya. Amina, haleluya, watumishi wa Mungu. Amina, haleluya, watumishi wa Mungu. Zumaridi oye! Zumaridi oye! Zumaridi oye! Zumaridi oye! Asante sana Mungu wangu uliyeniumba, uliyezumba mbingu na nchi. Amina. Kwanza jipige makofi uliyefika siku ya leo kanisani. Umemshinda shetani. Amina. Umemshinda shetani. Umemshinda nani? Shetani. Wengine wametekwa, hawajaja. Lakini wewe umemshinda nani? Ila asilimia kubwa umemshinda shetani. Atukuze mfalme Zumaridi. Wengine hapo zaidi tu. Ni Pasaka wewe kaanga tu. Tajikuta na hata ndio kwa kule kusimu, na ndivyo ilivyo. Sema amina, haleluya. Unakaanga kumbe unakaanga na shetani bila kutambua wewe katika ufahamu wako. Atukuze mfalme Zumaridi. Kwa hiyo mshukuru Mungu atauliyehuzuria kwa siku ya leo ambao unaifahamu ni siku gani. Lakini Zumaridi ameingia ndani ya fahamu zako. Ameingia na amenenepa na amejaa. Na ndio maana unakuja katika ibada. Mwingine hapa kwenye ibada wala usingehudhuria. Ungekaa tu kukaangiza kwa habari ya Pasaka. Kumbe Pasaka shetani shaichukua siku nyingi anaitumia. Watu hawajui. Siri ya ulemu unajua wewe tu. Yeye anajua kweli ya Mungu. Umetambua siri ya ulemu kwa shetani ameshaikuangua Pasaka. Ipo katika mkono wake ila watu hawajui. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Leo ni siku ya neno. Sema leo ni siku ya neno. Mwambie leo ni siku ya neno. Mwambie umejiandaa kupokea neno. Mwambie tena umejiandaa kupokea neno. Mwambie basi kama umejiandaa, basi tuliza fahamu zako upate neno. Uwe na amani. Mwambie ndani yako pokea amani. Pokea amani. Pokea amani ya Zumaridi. Pokea furaha ya Zumaridi. Pokea mamlaka ya Zumaridi. Amina. Basi kabla sijawasha ndege yangu nianze kupaa, kuna mtu mmoja atoa ushuhuda. Mmoja. Tunamshukuru sana Mungu na kila wiki tunashuhuda hapa. Mmoja tu Mungu amemtendea makubwa, Mungu wa Zumaridi. Kwa hiyo asimame hapa ashuhudie kisha niwashe. Amina. Nianze kuponyeza zile vile mitambo yangu, nianze kuondoka taratibu, nianze kutembea mpaka niingie mbinguni. Nimependeza sijapendeza? Nashukuru kunivika Mama Kingu. Mama Kingu huyo. Amen. Naomba sasa ashuhudie kile ambacho Mungu ametenda kikubwa sana. Leo huyo alikuwa ameshakufa, lakini Zumaridi Mungu ndani yake sasa mpaka sasa yuko hapa anapendeza, amevaa na suti. Amina. Hebu usiogope. Suti ndio mshakata roho. Amempendeza kama amevaa suti na mali nyingine tunapigi nyingine. Amina. Ainuliwe Mfalme Zumaridi. Watumishi wa Baba, mimi sina cha kusema sana, ila narudisha sifa na utukufu mbele ya baba yangu Zumaridi aliyenipa kibali cha kusimama tena mbele ya madhabahu hii kushuhudia hiki kikubwa alichonitendea ndani ya wiki hii. Ni kitu kikubwa ambacho amenirudishia uhai wangu bure. Sikuamini kama mimi sasa hivi ningekuwa hai. Kwanza siku ya Jumapili tulipotoka hapa, nilisikia ushuhuda ule wa mwenyekiti wa mitume aliposhuhudia kwamba mitume walizingirwa hapa na uadui fulani. Kisha wakawa wamefunikwa, wakafichwa na Mungu. Hawakuonekana. Hicho kitu kilinitia wivu moyoni mwangu, nikaendelea kukifikiria sana. Tukaambiwa nafasi tukae Jumapili kwamba tukae rohoni kwa ajili ya vita ya Jumatano. Kweli hicho kilinikaa rohoni. Nikaendelea kukaa nikimsihi Mfalme Zumaridi aendelee kukaa nami, aniatamie. Nikakumbuka maneno fulani aliyoyasema hapa mbele ya madhabahu mtumishi wa Mungu Eliza alipokuwa anatoa ushuhuda wake. Alisema kule kuzimu walikuwa wao wanakaa rohoni wakimuomba malikia wao awape nguvu, awape kila kitu ambacho wanahitaji ili wamtumikie. Kwa hiyo walikaa rohoni. Kuanzia Jumapili hiyo mimi nilikaa rohoni sana. Kufika ile siku ya Jumanne ilikuwa siku ya mvua. Nikawa nimemaliza mambo ya shughuli za kukinga maji, nikaingia ndani mwangu, nikawa nimelala ndani pamoja na mtoto mdogo. Baada ya hapo mvua ikawa imekatika. Nikaamua nitoke mle, mtoto akaamka akaanza kusumbua. Nikatoka mle nikaenda jikoni, ndani ya ile nyumba jikoni, nikaamua kumpa uji. Yaani watumishi wa Baba sikukaa zaidi ya dakika 5. Nilisikia sebleni unawaka moto, unalipuka, nikahisi kabisa kwamba ni mita imepasuka ya umeme. Nikasema sasa, yaani akili inavyojipa yenyewe haraka, nikasema hapa sina ujanja wowote. Yaani hapa lazima ni shoti kubwa na nitanasa na sitaweza kutoka nje. Ila nilisema tu Zumaridi nifunike. Yaani sikuona kitu kingine chochote. Nilisikia moto umekata kule pembeni moto. Sikutaka kwenda kushuhudia pale kinachoendelea, ila nilichukua tu hatua nikijisikia kama najiamini kama sijiamini, nikatoka nje, nikanyage sipigwi shoti, nakanyaga na nikatoka nje. Sasa akili zikaanza kunirudia, ni Zumaridi ametenda haya. Je, huko nyumba inaendelea kuungua ama
Je, nikipika huku nje, nimepika hapa nje, sasa nimeiangalia hivi nyumba namna hii, je, inaendelea kuungua? Nikipiga kelele, nikajihisi kupiga kelele ili majirani wanisaidie, lakini nikaona hapana, hawa majirani hawa ndio wale ninaowakuta kila siku, paachia. Leo hii tena nikiwapigia kelele kwamba nyumba inaungua, watanicheka mno, tena watashangilia, watasema bora ungepia humo. Nikawa nimetoka mimi mzima, nikaamua kusema Zumaridi, wewe ndio unayetosha, unatosha Zumaridi, unaweza Zumaridi, funika hiyo nyumba. Akaendelea kuifunika. Nikatoka pale, nikaenda taratibu, nikachukua linani la moto, ubao la likavu, nikagusa hivi geti nichungulie kama kule kuna kitu kinachoendelea ndani. Sikuona. Nikaamua kuchukua tu hatua niende ninachungulia kama moto unaendelea kuungua. Sikuona kitu. Nikaenda moja kwa moja sebeni, nikakuta kumbe kwenye soketi kuna soketi fulani pale sebeni. Pembeni yake yani kuna sofa. Fikirieni jamani, watumishi wa Baba, sofa lina masponji tu. Moto ulilipuka pale lakini halikuungua. Alafu ule moto ulipolipuka ulipokuwa mkubwa, maana uling'aa nyumba nzima mpaka kule jikoni, nikawa nimeona moto mkubwa kabisa umelipuka. Kuangalia ule ukuta wote umepigwa na nini? Na mavumbi ya moto. Yaani ule moshi wa moto ulikuwa umelipukia pale kwenye ukuta. Pale ulipokuwa unapandia nilikuwa nimetundika picha ya Mfalme Zumaridi. Ilikuwa pale juu yake. Kuna sehemu inasaa pale, ndio nilikuwa nimetundika picha ya Mfalme Zumaridi. Nikasema hapa Zumaridi ametenda. Nikaondoka nikachukua tena ubao, sijiamini vizuri, nikakata ile main switch. Nikaondoka kwenda kumtafuta fundi wangu alionitengenezea umeme pale, nije kuangalia ni kitu gani kimesababisha ile short. Nikaondoka kwenda kwa fundi wangu aliyenitengenezea umeme. Nimefika tu kwake kwa hofu kubwa. Nikamkuta fundi analia, mguu kaanguka huko kwenye shughuli zake, kabebwa kaletwa nyumbani, hana jinsi wala hana msaada wa kunisaidia. Nikasema Ibilisi anataka nini hapa? Ili mimi niendelee kuwa na hofu na nyumba yangu? Hapana. Yule kijana akawa na moyo ule. Akasema sasa, mtumishi wa Baba, usiwe na hofu, ngoja nitumie message fundi wangu mwingine atakuja akusaidie. Baada ile kijana akuwa mgumu, akaja akanisaidia, akarekebisha pale mambo. Ukuta atakuja kuangalia pale kwenye ile socket iliyolipuka, ilikuwa ni panya ndio iliyoingia mle ikatafuna sijui waya, kwa sababu ile socket ilikuwa imeachia kidogo, skuru zake zilikuwa zifungi vizuri, ikawa imeingia mle panya, ndio iliyosababisha ule moto mkubwa. Nikarudi nyumbani. Tumemaliza kutengeneza na yule fundi ile nyumba, tumaliza, tukakaa vizuri tu, nikaandaa maandalizi yote ya jioni, nikakaa vizuri. Usiku tukawa tumekaa na mwanangu, bado tunatafakari. Kwanza kabla ya hapo, nikampigia mwanangu yuko chuoni Msoma. Nikamwambia mwanangu, majira ya saa 9 na dakika hivi kulitokea kitu kibaya kwangu. Kama si Mfalme Zumaridi ule mkono wake, mimi leo ningekuwa ndafu, ningekaushwa ndani kau pamoja na yule mtoto. Nikasema yani sasa hivi mngekuwa mnaongea lugha nyingine, singekuwa na mama wala mdogo wenu wala nyumba isingekuwepo. Mwanangu akaniambia, mama, sijui ni kitu gani kilichoniingilia mimi huku Msoma, ni wakati huo ndio nimeingia darasani majira ya saa 9 hizo. Nikasikia roho inaniambia ingia rohoni. Sasa nikatafakari niingiaje rohoni saa hizi? Kuna nini? Nikaanza akachukua tenzi za Zumaridi akaanza kuimba tu, akaimba. Akasikia roho inamwambia piga, paachia. Akasema sasa nivute nini? Akaanza kuvuta tu, paachia. Akasema mpaka wenzangu mle darasani wakaanza kunishangaa, unapiga nini? Paachia. Alikuwa ajua kitu gani anachoambiwa avute na kupiga. Nikamwambia ndio hicho Mungu alikuwa anakuambia, kwa sababu mimi wakati ule sikuwa na wakati wowote wa Kwa hiyo kile kilichotokea Jumapili hapa, nikakumbuka kwamba Zumaridi alitakiwa, yani nilikuwa namsihi sana Zumaridi aendelee kunifunika mpaka wakati ule ile lililotoka mdomoni kwangu lilikuwa limekaa moyoni, kwa sababu ndio yale maneno yalikuwa yanazunguka kwenye roho yangu, yanazunguka mpaka kwenye akili. Nikasema Zumaridi nifunike, ule moto kule ukakatika, ukaisha. Hiyo ikawa imeisha. Ya moto ikaisha kabisa, tukamaliza. Ninaendelea kumshukuru Mungu. Tukaingia siku hiyo tena kwenye maombi usiku, karibia saa 4:30 kwenda saa 5. Tukaingia kwenye maombi ya paachia na mwanangu.
Maana pale tuliosimama tuko wawili, mimi pamoja na mwanangu. Tukaendelea na maombi pale, tukapaa Asia. Nikasema leo tupige Asia kidogo, ila tuingie kwenye shukrani zaidi. Tuimbe tenzi za shukrani kumshukuru Mfalme Zumaridi, maana yeye ndio ameniweka hai mpaka sasa hivi. Tukaanza kuimba tenzi za roho za Zumaridi, tukaimba. Tunashukuru, tunaendelea kushukuru. Baadaye tukamaliza, tukafanya, tukamaliza, tukatoka pale. Nikasema sasa ilikuwa kwenye majira ya saa 6 sasa. Nikatoka, nikasema sijamwandalia mwanangu chai, ngoja nikachukua ile chai nilikuwa nimeiacha jikoni, nikachukua ile thermos nikaingia naye sasa chumba cha watoto. Nasukuma hivi mlango wa wengi unanirudia. Nikasukuma mlango tena mara ya pili, mlango unanirudia. Nikasema hivi kuna nini? Huku nilikuwa nimeshika simu mkono huu na mkono mwingine nimeshika thermos. Nikasukuma kwa nguvu sasa. Kuingia nikaangalia, nikageuka niangalie ni kitu gani ambacho kinanisukuma mimi kuangalia joka kubwa. Lilikuwa ni joka ambalo lilikuwa na upana kama mviringo wa hii chuma hii hapa. Joka la brown. Nikasema yani hapo sikuwa na kitu kingine cha kunisaidia. Nikasema Zumaridi anaweza. Kaa hapo nyoka, nisubiri kwa jina la Zumaridi. Kaa hapo ugande mpaka nije nikuue. Naye sema hivyo, sina pimbo ndani, sina kitu chochote cha kunisaidia, lakini nikajua ninaye maji ya uzima. Ninaye mchanga. Nikasema ngoja nikachukue mchanga. Sasa ninazozunguka hivi mle chumbani, naingia na chumbani kwangu nitafute maji kwa sababu kila kona nimehakikisha, yani najua saa za hatari yani wakati wote ni wakati wa hatari, ni wakati wa vita. Kila chumba mimi nimetegesha maji ya baraka. Chumbani kwa watoto kwangu, jikoni, sebuleni ndio kwa chupa ya maji ya uzima. Basi nimechukua chupa moja pale. Nikachukua maji nikapiga. Ile nyoka sasa fikiria iko katikati ya mlango na kitanda cha watoto. Kimebanana vizuri kweli pale. Nikampiga na yale maji nikasema kauka hapo. Subiri nje nikuue hapo. Sasa sijui nifanyeje. Hakutoka. Akaendelea yani alipokuwa amejiviringisha hapo. Nikasema ukae hapo kwa jina la Zumaridi. Na kukausha na kugandisha kwa jina la Zumaridi. Usubiri nje nikuue. Kaendelea kunisubiri. Mimi sikujua kinachoendelea, nikajua ninachozunguka na zile. Unajua nyoka tena ilivyo ni shapu. Ningetoka kwenda kuchukua yale maji ya baraka, ingeshatoka. Basi nikainama tena nikasema silaha iko wapi? Natafuta sasa kitu cha kupigia mfano. Nikachukua maji tena mchanga. Hapa. Nikaipiga nikamwambia na kukausha nyoka kwa jina la Zumaridi. Kaa hapo mpaka nije nikuue. Naiona nyoka ipo. Sasa niende wapi? Nikakumbushwa mle chumbani kwangu kuna kipimbo fulani kama lichuma kama jambia. Nikasema ngoja nilichukue ili ndio msaada wangu. Kumwambia baba watoto kule chumbani akasema kuhusu nyoka mimi yani ndio nachoka kama nisiwezi. Nikasema sasa alafu wakati huo ninafanya hayo nilikuwa na ujasiri wa ajabu, sikuogopa kama ni nyoka kabisa. Yaani utafikia nilijusi. Sikuwa na uoga wa namna yote baada ya kulitamka jina. Nikajua ninalo jina lenye nguvu. Nikarudi. Mwanaume anaendelea kujizungusha, akamwambia mwangalie mtoto asiamke, akanipigia kelele ile nyoka itatoka. Nikajua nikirudi tu huku chumbani kwa watoto nitakuta ile nyoka tayari imeshaondoka. Nikarudi nikaikuta vile vile. Nikachukua ile lipanga. Sasa upenyo ulikuwa ni mdogo sana kwa kuipigia ile nyoka. Nilituma tu panga moja sijui nilipiga, sijui sikuipiga. Mimi nilisikia tu inafanya kwenye kitanda cha watoto hapo nyuma, nikajua imeondoka. Nyoka haitoki. Nikaangalia tena nyoka haitoki, nikaivuta, imeshakufa. Imekufaje? Mbona hata kichwa cha nyoka sijakiona? Kwa sababu nilipiga nikatika yani hali ya kupiga ukuta na kitanda alafu yenyewe ifikiwe. Nikajua imeondoka. Ile nyoka nikaivuta. Kumbe ilishajifia hata nisingepiga. Ile nyoka ilishajifia mapema hata nisingepiga kumbe. Ilishakauka pale nilipoipiga na maji na mchanga, ilishakauka. Yani ilikuwa imesubiria kuondolewa tu. Kwa sababu fikiria ile nyoka hapana namna ile. Haikuwa na eka uipige tu kapimbo kamoja afu hiyo izimike.
Unaona tu inafanya tu hivi kichwa imegeuza hivi kichwa. Nikajua tayari, nikasema sasa hapa ndio mwanaume. Maana nilimshuhudia mwanaume nikamwambia huu moto ameuzima Zumaridi. Baada ya kusema Zumaridi nifunike, nikasikia moto umekata. Akasema bora ungesema kwa jina la Yesu. Sasa Zumaridi ndio amekuja kabisa kuzima huu moto. Nikamwambia sasa wakati ule nimemaliza kumshuhudia, jioni nilikuwa na mdogo wangu amekuja kwangu tena siku hiyo. Nikamwambia sasa utaendelea kumshuhudia Zumaridi jinsi anavyoenda kutenda kazi kwa mambo mbalimbali. Hivyo tunamwambia. Mimi nikanyamaza, nikamwambia huyu si bado yuko kule. Asinipotezee wakati. Asinitoe mimi rohoni. Kaendelea kukushukuru. Baadaye nikasikia sauti inaniambia, mle jikoni tena nimekaa. Nikasikia sauti ya Mungu. Nikasikia sauti inaniambia nitakushangaza. Nitakushangaza mara ya pili. Mimi Mungu nitakushangaza. Nikasema ninawaza nini tena hayo na nimeyatoa wapi? Hayo nimeyatoa wapi mimi ya nitakushangaza? Nikasema kama ni Mungu ndio anayeniambia. Na ndio jina la Mfalme Zumaridi. Basi nikaendelea kusubiri. Nikashangaa nini? Tunajua tena wanadamu tunajua tutatumiwa M-Pesa. Nikajua tu message ikiingia itakuwa ni ya hela. Ndio mawazo yangu yalikuwa huko, nikajua labda nitashangazwa kwenye hayo. Kumbe sio hayo ya hela, ni mambo mengine ya uokovu kabisa wa uzima wangu ambao tayari ulikuwa hatarini siku hiyo na wimbo huku moto. Leo nyoka tena mkubwa. Nikamuua kwa dakika hata bila kumpiga sana. Nikamwambia mwanangu sasa hapa ndio wakati wa Zumaridi kujipatia nafasi. Tukaanza kusifu mle chumbani, tukimsifu Zumaridi kwa nyimbo zake tu, tunasifu Zumaridi ni baba, Zumaridi ni baba. Zumaridi ni baba mwenye uwezo. Yaani yule mwanaume alinyoa kimya. Akasema umeshaiua? Nikamwambia fimbo moja tu tena nimekuta ile nyoka imeshakufa. Kwa jina tu nimeshaikausha. Akatulia. Watumishi wa baba. Ndio hayo nilikuta katika wiki hii. Ila nimeona jinsi ambavyo Mfalme Zumaridi anakaa nami kwa karibu sana kuliko mimi ninavyojifikiria au mimi ninavyokaa karibu naye. Lakini najua kwamba nikikaa sana rohoni ataendelea kunishika zaidi na zaidi. Amen. Nina kushukuru Baba Mbona kabla mchanga wa Zumaridi kaa hivyo hivyo? Mbona utachafua nyumba yako mchanga kuchukua kwenda kuweka ndani ya nyumba yako? Mbona utachafua ile tiles shauri yako? Chukua mchanga kokota. Huu mchanga kokota tu kuisha wote wewe kokota tu. Wenda jembe piga chukua udongo weka kwako. Wala kimchezo, huu mchanga umejaa vitu. Hakia kusuru umekausha nyoka. Hivi nyoka unaweza kumpiga kwa fungo moja nyoka. Alafu sehemu ya kumpigia haipo, ameibana hapa hivi. Angeipigaje sasa ile nyoka peke kafa. Na kwanza kwa nini msubiri? Kwa nini atamke unisubiri hapo na ikamsubiri? Kaimwagia maji haitoki, kamwagia mchanga haitoki. Kwa jina la Zumaridi nikukuta hapo na unamkuta. Umempata Mungu, umepata jina. Umepata jina usito kuitumia mwenyewe tu. Tumia hilo jina. Amina, haleluya. Amina, 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 amina. Jina la ukata umeme. Hivi mbona unaweza ukata kwa jina? Sijui pale kuna ibilisi amekaa katikati pale. Ule nyumba kuna lipuliwa. Ni shetani yule. Ni shetani asingesema Zumaridi nyumba ingeisha. Zumaridi nifunike. Hebu niambie. Kwa nini pia lazima Zumaridi kuna waka tu? Kwa nini niliposema Zumaridi nifunike? Tayari pale sebleni. Na tukuze Mfalme Zumaridi. Amen. Na picha. Usikae bila picha ndani ya nyumba yako mtukuze mke Mfalme Zumaridi. Picha inasaidia. Weka picha. Toa mzungu ndani. Toa mzungu akusaidie. Weka Zumaridi Mwafrika mweusi. Amina, amina, amina tumisha Mungu. Toa mzungu ndani ya picha, ndani ya nyumba yako kama bado unaye mzungu, toa. Kama bado na vitu vya utambia ubatizo, toa. Toa, mweke Zumaridi. Sasa jina la Zumaridi ingekuwa majina ya Kristo la Mariamu, lingetenda hayo. Hilo ni jina lenye mamlaka. Kuna vitu
jina hilo, ndio maana ukitamka Mungu anakusikia. Atukuza Mungu chini ya jua watumishi wa Mungu. Ahimidiwe Mungu chini ya jua mfalme Zumaridi. Hebu piga makofi ya uhai kwa Mungu. Piga makofi mazuri yenye uhai kwa Mungu wa Zumaridi. Piga makofi mazuri kwa Mungu wa Zumaridi. Huyu ni Mungu. Amin. Mambo yote Mungu anaweza. Kila kitu kinachokuja mbele yako mkabisi. Wewe huwezi. Kwa akili ya kibinadamu huwezi. Hata siku moja ukakausha ukakata umeme kwa jina. Hiyo ndio nitolee hiyo. Kwa akili ya kibinadamu huwezi ukamwagia nyoka maji, ukamwagia mchanga akapata mkusubiri. Haiwezekani, angechati akajificha huko ndani. Ukae hapo kwa jina la Zumaridi, nikukute. Haya, akakutwa na ukauswe. Hata singepiga fimbo, alikuwa ameshaondoka huyo. Sasa tumpe nini Zumaridi? Tumpe nini Zumaridi? Watumishi wa Mungu wanatuepusha na vifo vya hivyo. Ina maana kwa yeye na mtoto angekuwa nyama. Nyama ingekuwa majifu. Mifupa yote ingekaushwa. Kibaki kifura kichwa kwa gumu. Lakini kwa sababu Mungu yuko upande wetu, hakuna atakayesimama. Amina. Hayupo atakayesimama kinyume na Mungu. Hakuna. Unatakiwa umshike Mungu wa Zumaridi basi. Ufahamu wako, akili zako, kazi zako, maisha yako yote yakabidhi kwa Mungu. Bila Mungu huwezi kwa akili, kwa uchanja, kwa ufahamu kutenda tukio kubwa kama hilo. Ndio maana mnapoambiwa kwamba kaeni rohoni, mnapaswa mkae rohoni. Ukiambiwa kaa rohoni, vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho wa kuwa gizaidi. Nyumba ingelipuka, nyumba ngapi zinaungua kwa moto wa umeme? Si nyingi sasa zinaisha, zinakuwa majivu, mtu anakimbilia nje, nyumba imeshaisha. Au wanaojua wanakufa waliomo mle ndani. Ni nyingi. Zinalipuka, zinaungua. Hata mtu mmoja palishaungua na umeme na nyumba. Iko wapi kaka? Nyosha mkono kakaangu, si upo? Vile aliungua na moto. Alipo huko kanisa. Unajificha hadi utaki kujulikana. Nikikuona na kuinua. Yupo huko. Aliungua, wengine walifia ndani akatoka. Yumo kanisani Mungu, watumishi wa Mungu. Ni Mungu wa Zumaridi. Atukuze mfalme Zumaridi, watumishi wa Mungu. Atukuze Mungu chini ya jua, watumishi wa Mungu. Atukuze mfalme Zumaridi. Apewe sifa mfalme Zumaridi. Atukuze mfalme Zumaridi. Ainuliwe mfalme Zumaridi. Mungu muache aitwe Mungu. Amina. Mungu muache aitwe nani? Mungu muache aitwe Mungu. Hakuna chochote chini ya jua, juu ya mbingu na nchi kinachomshinda. Hakipo. Ila sisi wanadamu tunakaa mbali naye. Ndio maana anashindwa, kwa sababu tunakaa mbali naye. Hatukai karibu naye. Hakipo hata kimoja kinachomshinda Mungu wa Zumaridi. Kama unatamka tu jina, Mungu anakusikia. Je, kama uko karibu naye sasa hivi muda wote, utatendewa makubwa na magumu usiyoyajua. Amina. Amina. Amina, tumishi wa Mungu. Amen. Utatendewa makubwa na magumu usiyoyajua. Lakini ukiwa mbali naye, atakutendea rasharasha. Lazima kutendea kwa sababu ni mwanae, lakini hatakutendea anakusudia kukutendea. Atakutendea ile mvua ya rasharasha ili turujuku katika neema ya Mungu wa kweli. Atukuze Mungu chini ya jua, watumishi wa Mungu. Apewe sifa mfalme Zumaridi. Kila siku shuhuda hizi zikuinue.
ukijua kwamba uko sehemu sahihi, haujapotea njia, uko sehemu sahihi. Watu wangapo wanaungua na majumba? Wengi wanaungua na majumba. Wapo wangapo watu wanagonga na nyoka na miguu wanakata? Wengi. Nyoka za kimashetani inakugonga mguu unakata au unaoza. Kansa chanzo ni mgongo na nyoka. Kumbe ni shetani alikaza ni nyoka kusudi mguu wako uondoke au mkono. Amina, tumishi wa Mungu. Amina. Ile nyoka ingekuwa ni nyoka ya kawaida, isinge ganda, ingeondoka. Sababu ilikuwa ni nyoka ya kawaida, lakini kwa sababu ilikuwa ni nyoka nguvu za giza, akapigwa na nguvu ya Mungu, akakaa pale. Amina. Hakutoka, maana jina lililotamkwa ni jina la Mungu mwenyewe. Lina mamlaka yote, lina nguvu zote na utukufu wote. Sema amina, haleluya, haleluya kanisa zima. Sema amina, haleluya. Kwa hiyo wewe unapaswa mshike Mungu katika roho. Mawazo yako, akili zako, kazi zako, maisha yako yote mkabidhi Mungu. Amina. Usijisumbue kwa lolote. Usijisumbue vile nini, nivae nini, nishije. Mwachie Mungu, anajua. Yeye anakujua kuliko jinsi unavyojijua. Au unasema wewe tumisha Mungu? Mungu anakujua kuliko unavyojijua wewe. Kwa unaweza kujisumbua tu wakati Mungu anakujua. Usisumbuke kwa lolote. Kikubwa wewe ni kutafuta uso wa Mungu pekee. Ile karibu yako. Amina, tumishi wa Mungu. Kikubwa ni kutafuta uso wa nini? Uso wa Mungu peke yake. Uwe na bidii kutafuta uso wa Mungu. Mengine yote utazidishiwa. Yaani Mungu tukumtafuta basi. Usijisumbue, ufahamu wako utachoka. Kikubwa ni kutafuta uso wa Mungu peke yake. Yeye ndiye msaada wako. Yeye ndiye ngao yako. Yeye ndiye kimbilio lako. Ukimkimbilia, ukamuita na ukaza mama naye, atakufunulia makubwa na magumu usiyojua. Amina. Kama haya tunayoona hapa tukiyajua sisi, atukuze falme zumaridi. Amina. Lakini sasa ufahamu wako ukiuchosha, utachosha ufahamu na hakuna utakachokiambulia. Utachosha akili bure, hakuna utakachokiambua. Iwe ni kwenye biashara, utachosha kichwa. Iwe ni kwenye ndoa, utachosha kichwa. Iwe ni mwanao umemzaa anakufanyia mabaya, utachosha kichwa. Iwe ni mama mkwe wako anakuloga, ukitumia akili yako ya kibinadamu, utachosha kichwa. Msaada upo kwa Mungu basi. Peke yake. Wewe unachotakiwa uwe na bidii ya kutafuta uso wa Mungu ili Mungu akusaidie kwa yeye unatakiwa kusaidiwa. Atukuze ufalme zumaridi. Amen. Atukuze Mungu chini ya jua. Amen. Bila hivyo ina maana hautaweza. Hautakaa ukaweza ukavuka katika mkono wa kushoto. Umebanwa. Mungu anataka kuvuta kutoa kuweke huku mkono wake wa kuume. Shetani anakubana katika mkono wa kushoto. Atukuze ufalme zumaridi. Amina, haleluya, amina, haleluya. Shetani anataka kutoa, Mungu anataka kutoa huku akuweke katika mkono wake wa kuume. Atukuze ufalme zumaridi. Ili akuweke Mungu katika mkono wa kuume, unatakiwa umtafute kwa bidii. Umtafute kwa bidii ili akuvushe ng'ambo, ili akuweke karibu naye, shetani ashindwe. Kila kipanga mipango yake inagongwa mwamba. Kila kipanga akumalizi anagonga mwamba. Kila kipanga kuwa kwa moto anagonga mwamba. Akipanga kuwa kwa nyoka, nyoka inakauka. Atukuze Mungu chini ya jua. Atukuze
watumishi wa Mungu. Atukuze Mungu chini ya jua. Sema wote kwa amani jamani. Mungu anakusimamia. Anakuwa upande wako kwa kila kitu, anakuvusha mpaka unaingia katika ufalme wake. Amina. Atukuze mfalme Zmaridi. Amina, amina, haleluya watumishi wa Mungu. Simama kiume, jipange mbele za Mungu. Jipange, acha ujanja. Jipange mbele za Mungu na Mungu aone jinsi ulivyojipanga, kisha akusaidie. Sasa hivi tuna maombi mazito sana. Hii wiki yote tunamaliza hii wiki. Lakini nashangaa mwanadamu, wengine hawana kazi zozote majumbani kwao, hawaji kujumuika katika haya maombi. Na hapo wana shida. Shetani amekalia uchumi wao. Shetani amekalia ndoa zao. Shetani amekalia kazi zao. Shetani amekalia uchumi. Atukuze mfalme Zmaridi. Amen. Tumeambiwa njooni wote kwa pamoja tushiriki katika maombi haya. Mungu ameshasema na sisi kwa habari ya kitu ambacho tunakipigania, na kila mmoja kinamhusu. Haipo mtu hata mmoja ambaye hatimhusu hicho kitu. Shetani amekalia uchumi wako. Shetani amekalia ndoa yako. Shetani amekalia huduma yako. Shetani amekalia kila kitu, amekikalia bila kujipigania. Shetani amekalia afya yako. Atukuze mfalme Zmaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Shetani amekalia watoto wako wa kuzaa. Kakaa amenenepa, ametulia kwa watoto uliowazaa kwa tumbo lako mwenyewe, wanakusumbua. Kakalia uchumi. Shetani kakalia familia, baba na mama, ndugu jamaa na marafiki. Shetani amekalia kazi ya mikono yako. Amekalia elimu yako uliye kijana. Kakalia kazi yako uliye kijana unataka kazi. Mungu ametuambia piganeni wote kwa bidii. Mungu amesema na sisi. Wangapi wako kule nje na makanisa lakini hawasemi na Mungu bali ya mambo tunaoonyeshwa na Mungu mali? Ni wengi sana. Lakini leo sisi Mungu ametupendelea. Anatufunulia mambo kubwa ambayo hatukuyajua. Sisi wafunuliwaji hatuji. Na hapo nataka ufanikiwe. Biashara yangu iende mbele. Hauji kupigania biashara yako. Amina, tumishi wa Mungu. Amina. Mungu amekupa mkono wa heri. Kupokea baraka, pokea kazi, pokea nini? Mungu amekupa vyote. Njoo tukusanyike kwa pamoja. Tuvunje ngome. Mkono wa Mungu utende kazi. Atukuze mfalme Zmaridi. Amen. Tukusanyike wote, kila mtu atoe jasho. Kila mtu na jasho lake litoke. Livuje. Wala tunachopigania sio kwamba ni faida ya Zmaridi tu. Faida ya wote wenye mwili. Faida yako wewe uliyekaa hapa. Faida yako wewe unayesoma mwanafunzi. Faida yako wewe mwenye karama. Faida yako wewe uchumi uliokaliwa. Faida yako wewe. Hebu tazama shetani jinsi anavyobariki watu, wewe unafurahia. Shetani anabariki watu. Na kilichosababisha shetani abariki, ameiba kwa Mungu. Mungu ametuambia fuatilia. Fuatilia hicho kitu, fuatilia. Kaiba kwa Mungu. Shetani hana chochote. Amina. Hana chochote, vyote ametoka katika mkono wa Mungu. Kisha akashuka navyo, vikalaaniwa na Mungu, lakini vya Mungu. Amina, tumishi wa Mungu. Amina, alio tumishi wa Mungu. Amina, alio tumishi wa Mungu. Chini hapo juu kuna jasho sana. Leo inaingia sasa. Atukuze mfalme Zmaridi, watumishi wa Mungu. Kila kitu shetani amekalia. Watu wakienda kujiunga Freemason, wakienda kujiunga ndani ya mwaka mmoja ameendesha gari. Ndani ya miaka miwili ameanza kujenga ghorofa. Atukuze mfalme Zmaridi, watumishi wa Mungu. Huo ni mkono wa kushoto. Anapo
ngumu sana. Ngoja nipitie chocho hapa. Nikabarikiwe. Anabarikiwa miaka 2, 5, 10 chini. Atukuze Bwana Mungu. Mtu ana biashara ndogo. Inapanda haraka. Kumbe ana nguvu za giza. Zinazomfanya iendelee. Tayari amekula maagano. Tayari amemwaga damu. Tayari ametoa kafara. Kaweka mwanae ndondosha ndani mkaka ujako kwa baba mama au shangazi yake. Kaweka msukule mle. Ili shetani ambariki. Atukuze Bwana Mungu. Anabarikiwa, anazalau watu wenye Mungu. Anawazalau, anaona wafai wenye Mungu. Kumbe baraka hizo shetani aliiba katika mkono wa Mungu Baba. Sema amina mtumishi wa Mungu. Sema amina, haleluya. Na Mungu sasa anataka kila mmoja hii imani ya Mungu wa kweli. Tunatakiwa tupigane. Tuombe. Tumeshaonyeshwa siri ya urembo. Hakuna aliyeonyesha duniani. Hakuna aliyeonyesha Tanzania. Hakuna aliyeonyesha wilaya, kitongoji au mkoa. Hakuna. Isipokuwa ni wewe wa jamii pekee. Ndio tumeonyeshwa na Mungu, tumefunuliwa. Mungu ametufunulia na kusema sisi kwamba hebu nendeni tusige jamii kule. Shetani amekalia dini. Kakalia baraka zenu. Kakalia mafanikio yenu. Na ndio maana zili kufilisika. Halafu wale wanaenda kujiunga, wanazidi kutajirika. Nani akapige? Unakuja wachache. Wewe huji kupiga. Nani akupigie maisha yako wewe? Nani akupigie maisha yako? Nani akupigie baraka zako ufanikiwe? Kila mtu anataka kubarikiwa. Jamani, mama alipoambiwa kama lazima kushangaza kajua M-Pesa. Kumenyoka. Yaani jua M-Pesa moja kwa moja ndio anaenda kupata hela hapa. Kaeka na simu pembeni uone kama itaingia message ya M-Pesa haikuingia. Paka atoe jasho. Yaani jua hela tu. Maana watu tunajua kushangaza ni hela tu basi ndio kushangazwa. Akaeka simu pembeni angalia. Kumbe sio M-Pesa mama. Kashangazwa kupitia nyoka. Na kama moto sio hela. Atukuze Bwana Mungu. Sema amina, haleluya. Say amen. Kwa shetani amekalia uchumi wa wanadamu. Kila kona wafanyakazi wote makampuni shetani. Kila kona ni ibilisi, shetani. Kwa hiyo Mungu anataka ampole. Na sio kama eti Mungu hana cha kutupa. Ana vingi. Na shetani ndio viiba ni vichache. Ila Mungu anataka aone jasho lako. Tumnyang'anye yule asizidi kujivuna kwa wanadamu duniani. Tumpole asizidi aishiwe. Asizidi kujivuna. Ili Mungu amiliki moja kwa moja. Sema amina, haleluya mtumishi wa Mungu. Sema amina, haleluya kanisa, sema mtumishi wa Mungu. Kwa kila mmoja anatakiwa tuwe jasho. Tuungane tuwe kitu kimoja. Mungu ametupa maono. Kasema na sisi kwa habari ya kuingia kwenye maombi, kwa habari ya kupola dini. Tulirudishe katika mkono wa Mungu Baba. Atukuze mfalme Mungu. Sasa mtu umeshaacha kila siku kuomba kesho mafanikio. Wewe mafanikio ya Mungu hayaendi kama shetani. Mafanikio ya Mungu sio haraka kama shetani. Shetani anawafanikisha maana anajua. Wanajua madete wa pola tashuka kuzimu. Na kwenda kuwanyanyasa na kuwala nyema na kutamani, ni bora singejiunga Filimaso. Ni bora nisingejiunga kule chini. Manyanyaso na mateso na upigwa fimbo za hatari. Atukuze sana zaidi. Mungu si kama shetani. Baraka za shetani ni za muda mfupi. Za muda mfupi. Unazipata, unafaidika, baadaye unakuja unajuta, unalia. Unazipata, anakupa. Hata mimi anaweza kabla tembea sana kumtoa kutana wewe. Lakini cha moto tukio kione. Mungu akimimina baraka kwa mtu ni moja kwa moja. Na baraka za Mungu kukoma kwake ni wewe unapoondoka chini ya jua
kuelekea katika ufalme wa Mungu ndio tunakuwa baraka za Mungu. Ndipo zinapokoma kutenganishwa wewe mwili na roho kwenda katika ufalme wa Mungu. Baraka za shetani ukitenganishwa ni chini, na ukikosea masharti zinashuka. Zote zinayuka, zinarudi zilikotoka, zinasubiria mtu mwingine akajiume kula pewe yeye. Sasa wewe mama yangu kwenye maombi ya uchi na hujaajiriwa serikalini, kwamba hata nimechelewa kazini, ni serikali imenifunga zini, hamna. Walioajiriwa serikalini hapata 10 sidhani kama wamefika kanisani hapa. Mkifika 10 basi naishia hapo. Hamfiki 50. Amina. Wengine tumejiachiri. Kama umejiachiri, unashindwaje kufunga kuja kuomba? Mungu amekufunulia siri ya urembo, kakuonyesha siri ya urembo, kwamba bila hapa wewe hautafanikiwa. Bila kutoa jasho lako, mkono usio ulangu usini, mkono mtupu wa ulangu, huwezi kufanikiwa. Paka jasho lako limwagike. Pigana. Unauza dagaa, pigana mpaka utoke kwenye dagaa. Pigana, unauza samaki, pigana mwenyewe, njoo kwenye maombi mpaka samaki utoke, na wewe mwaminifu mbele za Mungu. Amina, haleluya, watumishi wa Mungu. Hauna biashara yoyote, pigana shetani akukome. Nyota yako ile kwa wanadamu airudishe, ili Mungu akubariki. Amina, haleluya, watumishi wa Mungu. Wengine wanatembea nyota zishaenda. Unatembea duniani nyota yako haipo. Umepewa nyota ya mbuzi, umepewa nyota ya mbwa, na shetani kakuwekea mbwa, nyota ya mbwa, unatembea nayo, hakuna mafanikio. Sasa Mungu anakuambia njoni kwa pamoja, tuungane, tupambane mpaka kila wake. Kama shani ya Mesha kina Abednego jinsi kupambana, walipambana mpaka kikaeleweka, waliinukiwa wakasimama, wakapambana wakikikaeleweka. Kana wao unapaswa uachilie roho yako, upambane mpaka kieleweke, bila kuvunjika moyo, bila kukata tamaa. Asifiwe mfalme Zumaridi. Amen. Asifiwe Mungu chini ya jua mfalme Zumaridi. Haleluya, haleluya. Bila kukata tamaa. Bora yetu na sisi tunasema na Mungu, tunafadhali. Bora yetu na sisi Mungu anatupa maelekezo. Embia kule kama tuta maelekezo ya Mungu. Bora yako wewe uliabudu hapa, unapata maelekezo kutoka kwa Mungu ndani ya mfalme Zumaridi. Watu wanaabudu hewa, kana maelekezo yoyote yale. Hakuna anachoelekezwa na Mungu, anaenda kama punda tu, wala hajui aendapo. Hatambui aendapo, hatambui na kuelekea, anatembea kama punda, hana utambuzi wa ufahamu wa kule kuelekea. Lakini wao Mungu amekupa jicho la kuona na kuelekea. Mungu amekuletea mtumishi mwenye jicho. Wewe mwenyewe una jicho. Tunaleta taarifa na Mungu, piga hapa afu unazembea, utainukaje? Piga hapa mwanangu, vunja hapo, unakaa nyumbani. Unakaida tu, unakaa nyumbani. Na leo una kazi. Kazi gani? Niko naosha vyombo. Utaosha chombo hicho na subua na mchanga, hata siri wewe utapata pako tena, utatenganishwa. Mimi nakwambia, kama utakuja kwenye maombi na hauna uzuri yoyote, ni bora mtu anayeajiriwa serikalini. Mungu anamuona. Mungu atatokaje serikalini? Na hata wewe serikalini kutoka saa 10 kimbia. Saa 10 umetoka kama ni Nyansaka, panda gari kimbia ujamalizie maombi, Mungu akuone kama ulikuwepo. Sema amina, haleluya, tumisha Mungu. Wewe una neema ya ajabu. Neema uliona wewe mwanadamu, unayeabudu redemption. Hayupo mtu mwenye neema kama wewe unayeabudu redemption.
Atukuze mfalme Ismaili watumishi wa Mungu. Watu wanaabudu hewa. Sasa angalia leo wanaabudu Pasaka. Tazama wewe umeshafundishwa na ufahamu umefunguka na ndio maana kuja kuabudu. Amina. Lakini usingefunguliwa usingekuzuria leo hapa. Ndio ni pilau, ndizi pembeni, kuku pembeni, paketi ya soda pembeni, usingefunguliwa fahamu na kuelezwa habari ya Pasaka. Leo unakula piga la kaya unaenda baa. Unaenda mguuni unaanza kunywa kamoja baridi na kamoja kamoto. Wengine mpaka asubuhi wamekesha wanasherehekea hainuliwe amezaliwa simefufuka amefufuka Yesu kwa mateso makali wewe jasho na watoke shetani yuko katikati yao. Shetani yuko katikati yao lakini kuna Mungu pale. Mungu hayupo. Hayupo Mungu eneo hilo. Unasifu hapo unasifu na kahawa kako hapo hapo. Unaimba hapo na maji unakutana pembeni hata kwenye majumba tutayama malizo. Kwa unafikiri wangu nakwambia mabafuni majumba ambayo hayajaisha siku ya mkesha ya jana. Wewe kama una nyumba gofu tembelea utakuta pale utakuta ile milija iko mle. Tembelea kama una nyumba gofu karibu na kanisa. Utakuta ile milija unaijua ni familia unaijua utakuta ile imejaa mle. Hafu Yesu kafufuka hapo. Kwa hayo matendo. Na wewe unashangilia. Unajua kama unajiunganisha kuzimu moja kwa moja. Sema amina haleluya tumishi wa Mungu. Sema amina haleluya wana Ismaili. Tunatakiwa tupiganie haki zetu. Hupasi kuvunjika moyo. Hupasi kukata tamaa. Hupasi kuvunjika wala kukata tamaa. Na kuona Mungu ni Mungu. Hapana. Mungu si Mungu. Kama anatausha nyoka, kama anazima moto, kipi anashindwa kwako wewe mwanadamu? Usivunjike moyo. Usikate tamaa. Usivunjike. Pigana. Tembea. Ukiambiwa hiki, fuata. Piga katika roho. Uwe na uchungu na maisha yako. Uwe na uchungu na roho yako. Utafute uso wa Mungu. Mungu ndiye atakayekusaidia. Unaweza ukatafuta vitu kwa akili yako, kwa fahamu zako mwenyewe za kibinadamu, bila kumhusisha Mungu. Hautakaa ukaona. Hautakaa ukaona. Mhusisha Mungu. Unapomhusisha Mungu, hata Mungu akukuita, akikupenda zaidi, unaenda kwake. Unaenda kwake. Mwana duniani hapa tukuja kukaa milele. Milele kule juu. Dunia tunapita hata kama ungekuwa na mabilioni utaacha. Wala uzima wa mtu haumo ndani ya pesa wala fedha. Uzima wa mtu uko ndani ya roho ya mwanadamu. Jinsi unavyomtafuta Mungu katika Mungu anaona kwa sababu na Mungu. Sitaki mtu asinzie. Unaweka na nani? Weka hapo. Wewe. Macho yako yafanye tukua mazito. Nitakuweka hapa. Tuone kama tuko macho mbaya mazito. Kanisa zima likuangalia na usingizi wako. Atukuzwe mfalme Ismaili. Ape Mungu sifa Mungu Ismaili. Kwa hiyo wewe kama wewe unapaswa ujipiganie haki yako irudi. Haki iliwa kwa miaka nenda rudi. Kupitia jasho lako kujumuika kwa pamoja kwa umoja ili Mungu arudishe. Hakuna mtu anayejitabisha kwa akili yake akaweza kujiongeza hata kimo cha umbo lake. Hakuna hata mtu mmoja anaweza kujitabisha kwa ufahamu wake akaongezea hata kidole, akaongezea hata nywele kwa ufahamu wake. Never. Hakuna mtu ajitabishaye anayeweza kutengeneza kope za macho yake. Hayupo. Isipokuwa ni Mungu, Mungu wa mbingu na nchi pekee ndiye awezaye
Mungu wa majeshi, Muumba mbingu na nchi, mwanadamu asimama mbele za Baba. Usipomwangalia Mungu, usipoachilia roho yako, usipojikusanya, usipokaoni, usiposimama na kupigania haki yako, huwezi kaweza maisha chini ya jua. Maisha yamebanwa na adui, maisha yamebanwa na adui. Utamaliza mikopo, utamaliza mabenki, utamaliza masakosi na hautaona mabadiliko. Kikubwa ni kumshika Mungu, kikubwa ni kusimama imara mbele za Mungu, kikubwa ni kushika sheria za Mungu, kikubwa ni kuungana pamoja katika maombi na kumsihi Mungu afunge baraka. Ndipo utakapomwona Mungu akigusa afya yako, akigusa maisha yako, akigusa ndoa yako, akigusa kazi yako, akigusa elimu yako, akigusa biashara yako, akigusa watoto wako. Bila Mungu wewe si kitu. Tanguliza fahamu zako mbele za Mungu. Ukitafuta kwa akili yako, hakika utaitwa mpumbavu, utaitwa mjinga, kwa sababu unafanya kitu pasipokuwa na discipline. Kama kile hicho unachokitafuta kimebanwa, mkono kushoto ibilisi. Je, wawezaje kujikwamua wakati uchumi wako umebanwa? Wawezaje kujiweka wenyewe kwamba kujifanya kwa mafanikio kiwe peke yako bila mkono wa kuunga Mungu Baba? Hata kama ungeuza duka kubwa kiasi gani, kama una Mungu litaisha, litaisha. Hata ungekuwa na ghorofa, kama una Mungu utauza. Huyu hapa alikuwa na ghorofa, aliuza. Huyu hapa alikuwa na ghorofa, muulize kama nalo. Utauza kama hujamshirikisha Mungu, kama usimame mbele za Baba, kama usimame mbele za Mungu, utauza kila kitu, utabaki kama ulivyozaliwa. Shetani amekalia uchumi, shetani amekalia nyota za wanadamu, shetani amekalia maendeleo yako, shetani amekalia kila unachokitaka kwa Mungu, shetani amekalia. Mungu anataka upambane ili akurudishie kupitia maombi kwa ujumla. Mungu amesema niiteni nitawatikia, nitaonyesha makubwa msiyojua. Ukifanya